Siku hii ya Pentekoste, kama ulivyowashukia wanafunzi wako, Bwana utushukie na sisi, tukayajue maandiko, tukajue kweli yako, nayo ikatuweke huru, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Leo ni siku ya kukumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ni siku ya Pentekoste. Na tumepewa kichwa cha somo ambacho kinasema Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Tumepewa neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha nabii Isaya, mlango wa 44, mstari ule wa kwanza hata ule wa 5, nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Lakini sikia sasa, Yakobo, mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye aliyekusaidia asema hivi: usiogope, Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wake, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Mmoja atasema, mimi ni Bwana, na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo, na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa Bwana, na kujiita kwa jina la Israeli. Tuketi. Wapendwa washarika na watumishi wa Mungu, mimi naitwa Godlisten Moshi. Ni mtumishi mzee katika baraza la wazee katika usharika wetu. Ninamshukuru Mungu sana kunipa neema ya kusimama mbele yenu asubuhi ya leo. Nami ninatambua ni kwa neema yake tu tunaishi, ni kwa neema yake tunaenenda, ni kwa neema yake tupo kama tulivyo, kwa sababu ametenda tena kwenye maisha yetu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Siku ya leo ni siku kuu. Kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania linatambua siku ya Pentekoste kama siku kuu nyingine zilivyo, tena siku kuu kubwa katika kanisa letu. Na leo ikiwa ni siku ya kukumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu, yani Pentekoste, ni siku ambayo tumepewa kichwa kinachosema Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Nimekuwa nikitafakari kichwa hichi ambacho kinasema Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Nikajiuliza, hakuna ushindi kama hakuna mashindano. Na kama Roho Mtakatifu tunapewa kuwa ushindi wetu, maana yake tunavyo vita ambavyo vinapiganwa, aidha kwa sisi kujua au kwa kutokujua. Lakini ziko vita za aina mbalimbali zinazopiganwa kwenye maisha yetu, na ndiyo maana Mungu anajifunua kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Katika mafundisho ya kanisa letu yamekuwa yakieleza, na mafundisho ya Biblia yakieleza, tuna Mungu anayejifunua katika utatu. Na Mungu anajifunua kama Mungu Baba, akiwa ni muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Lakini Mungu huyu kwa rehema nyingi anajifunua kwetu kama mwana, akiwa ni Yesu Kristo aliye mkombozi wetu katika msalaba. Ingalikuwa imetosha Mungu kujifunua kwetu katika nafsi mbili,
akasema, nimemaliza kazi ya kumuumba mwanadamu, nimemaliza kazi ya kumkomboa na yule adui, na sasa inatosha aishi maisha ambayo hayana masumbufu yoyote katika ulimwengu. Lakini Mungu, kwa kufahamu ya kwamba duniani tunayo dhiki, tunayo madhila, tunazo vita, tunavyo vitu vya kila namna, ndipo anaona ya kwamba pasipo msaada wa Roho Mtakatifu wake hatuwezi, hata kama msalaba umetukomboa. Lakini tunaishi kwenye maisha ambayo yanayo mambo mengi ambayo yanamhitaji Roho Mtakatifu. Nimekuwa ninajiuliza, Roho Mtakatifu ni nani? Na ninajua hata wewe unazo maana nyingi tena nzuri sana za Roho Mtakatifu ni nani. Lakini nataka nikukumbushe asubuhi ya leo kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye anajifunua kwetu katika nafsi ya tatu. Lakini Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu, yeye ni msaidizi wetu na yeye anakaa ndani yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Wasaidizi wanakaa ndani yetu, na hata wakati mwingine ukisema katika ofisi, kama wewe ni kiongozi, ukisema ninaye msaidizi, hatutegemei wewe uwe unafanya kazi kwenye kampuni ya Coca-Cola alafu msaidizi wako awe kwenye kampuni ya Pepsi. Tunategemea msaidizi wako wewe uliyeko kampuni ya Coca-Cola atakuwa kule kule kwenye Coca-Cola, na wa Pepsi atakuwa kwenye Pepsi. Na neno la Mungu linatuambia Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu, lakini makao yake ni ndani yetu. Yohana 14, nitataka twende kwa haraka. Yohana mlango ule wa 14 na ule mstari wa 16 na wa 17, ili tuone huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu anakaa wapi. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka wa 17, neno la Mungu linasema, nami nitamuomba Baba. Huyu ni Yesu Kristo, maombi yake ya mwisho anapouombea ulimwengu kabla ya kuondoka. Anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Jina la Bwana litukuzwe. Roho Mtakatifu anafunuliwa kwetu kama msaidizi, na tunafahamu kazi ya msaidizi. Kazi ya msaidizi, anatusaidia pale tunakoshindwa. Pale unakoshindwa kufanya wewe binafsi, ndipo anapokusaidia ili uweze kile usichoweza. Wakati mwingine unaweza ukafikiri elimu inaweza kila kitu. Wakati mwingine unaweza ukafikiri fedha na mali zinaweza kila kitu. Wakati mwingine unaweza ukafikiri familia ulio nayo, kanisa ulilo nalo, inawezekana ukafikiri watoto Mungu aliyokujalia ni kila kitu na unaweza kila kitu. Lakini leo tunakumbushwa katikati ya hivyo vingi tulivyopewa, bado tunao upungufu ambao Mungu aliuona, na ndiyo maana akamtuma Roho Mtakatifu awe msaidizi wetu. Katika kile kitabu cha Warumi mlango ule wa 8 mstari wa 26, hasa ule wa B, sehemu ya pili ya ule mstari, anasema, kadhalika sisi hatuwezi kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho yeye anatusaidia, anaomba kwa namna isivyoweza hata kutamkika. Kwa nini? Unapoingia unaomba, yamkini unaomba katika udhaifu, yamkini unaomba katika unyonge, lakini kwa kuwa yuko Roho Mtakatifu anayetutia nguvu, kwanza anaomba ndani yetu kwa sababu anakaa
ndani yetu. Epuka sana msaidizi kuto kukaa ndani yako. Msaidizi anapaswa kukaa ndani, na Roho Mtakatifu angali msaidizi kwetu, anapaswa kukaa ndani yetu, ili pale tunakofika ukomo yeye atusaidie. Pale tunapokata tamaa, pale tunakochoka, pale tunakozimia moyo, yeye atuwezeshe kuvuka ng'ambo ya pili. Lakini huyu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Huyu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Na tunaona katika kile kitabu cha Yohana mlango wa 14 ule mstari wa 26, tunaona jinsi alivyo mwalimu. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yako mambo ambayo Mungu ametuambia, lakini hatukumbuki yote. Tumefundishwa amri 10 za Mungu, lakini tunazivunja kila siku. Yako maeneo ambayo hatukumbuki, yako mambo ambayo hatukumbuki. Wakati mwingine, asubuhi nimetoa mfano nikasema, wakati mwingine wale tunaosafiri sana, unakuta umeshasafiri, umeenda huko katikati ya njia ya mahali unakokwenda, ndipo unakumbuka, kumbe hata nikianza safari sikuomba. Wangapi ilishawahi kuwatokea wamesafiri, wamefika hata na safari au wamefika njiani, alafu wanakumbuka hata hawakuombea safari hiyo? Uwe mwaminifu. Mimi nilishawahi mara nyingi. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha, ni kutukumbusha, kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi. Anajua tu wanyonge, anajua tumepungua, anajua hatuwezi sisi peke yetu, lakini yeye anakuja angali msaidizi, angali mwalimu, atufundishe. Anatufundisha kwa sababu anajua elimu ya darasani haitoshi. Anajua degree ulizonazo hazitoshi. Kuna mahali zinagota mwamba, zinagonga mwamba. Ndipo anasema anatufundisha. Tena anatufundisha yote. Tena anatufundisha yale anayotoa katika Baba. Kazi yake ni kuchukua katika package ambayo Mungu ametuwekea na kutuletea sisi. Huyu ni Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ni kiongozi. Yohana 16 mstari wa 13, nami nitasoma. Yohana Mtakatifu 16:13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye ni kiongozi. Roho Mtakatifu anatuongoza. Wakati mwingine tunataka kudumbukia mahali pagumu, mahali pabaya, unasikia moyoni mwako unakosa amani. Wakati mwingine kuna safari mbele yako, lakini unakosa amani. Unasikia kuna kitu kinakusemesha ndani yako, safari hii sio ya kwako, usiende. Ni kazi ya Roho Mtakatifu, anatuongoza. Yeye ni kiongozi, lakini kiongozi hawezi kutuongoza kama sisi waongozwaji hatuko tayari. Na mimi ni maombi yangu katika jina la Yesu, Mungu atupe neema ya kusikia na atupe neema ya kutii, kwa sababu katika majira na wakati Roho Mtakatifu anakuambia tamka neno, usipolitamka yeye amemaliza kazi yake. Lakini yeye ni kiongozi, hata kuacha uingie kwenye jambo gumu, hata kuacha useme vibaya, hata kuacha ugombane. Hata wakati unataka kugombana, wakati mwingine unajiandaa, mimi leo atanitambua, lakini unasikia ndani yako kuna kitu kinakuambia usigombane, usipigane, usiseme vibaya, usiharibu, usimdhulumu mtu huyu, usifanye jambo hili. Roho Mtakatifu ni kiongozi, na anatuongoza kwenye njia zote za Kristo. Anatuongoza katika mapenzi ya Mungu wetu.
Warumi ile mlango wa 8 mstari wa 14. Tumuone huyu kiongozi. Warumi mlango wa 8 mstari wa 14. Huyu Roho ambaye ni kiongozi anatuambia, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ukiendelea pale mbele utaona hatukupokea roho ya utumwa wala hatukupewa roho iletayo hofu. Utaona jinsi ambavyo tumepokea roho ya kufanywa wana. Huyu Roho Mtakatifu aliye kiongozi anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Unapoongozwa na Roho wa Mungu huwezi kumkosa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu anatwaa katika Mungu, anatuletea, anatuongoza katika njia itupasayo. Laiti tungelikuwa tunafahamu, tukazisemesha siku zetu kuanzia asubuhi na mapema, tukaisemesha siku na tukamwachia Roho Mtakatifu atuongoze, hutagombana na mtu, hutapigana na mtu, hutafanya neno ambalo ni baya, kwa sababu Roho akikuongoza anakuongoza katika kweli ya Mungu. Wapendwa katika Bwana, huyu Roho Mtakatifu tunamhitaji wakati wote. Wakati mwingine wa Kristo tumekuwa na tabia za kumhitaji Roho Mtakatifu wakati wa shida, wakati tunapita kwenye magumu, tumeminywa, tumepondwa, tumeumizwa, ndio tunamtafuta Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu nisaidie. Lakini laiti tungejua Roho Mtakatifu anapaswa kuwa wakati wote, anapaswa kuwa majira yote, anapaswa kuwa Mungu kwetu, anapaswa kuwa msaidizi kwetu, anapaswa kuwa mwalimu kwetu, anapaswa kuwa kiongozi wakati wote. Wakati wa raha uwe na Roho Mtakatifu. Furaha katika Roho Mtakatifu, hutakitoa kichwa cha Yohana. Lakini furaha nje ya Roho Mtakatifu utakigawa kichwa cha Yohana. Furaha nje ya Roho Mtakatifu utatenda dhambi, utamkosa Mungu. Lakini furaha ndani ya Roho Mtakatifu utayatenda mapenzi ya Bwana. Lakini yeye, leo tunafundishwa, tunaambiwa yeye Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Anatusaidia pale tusipokuwa na nguvu. Na tunajifunza katika somo letu la leo tulilopewa katika kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 44 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tunaona neno usiogope likisemwa pale, linatia nguvu. Anasema anatusaidia pale tusipokuwa na nguvu kabisa. Kumbuka katika somo hili tunaambiwa usiogope. Anaambiwa Israeli asiogope wakati yupo utumwani. Kumbuka alikuwa utumwani. Katika kipindi hichi alikuwa utumwani na alikuwa na maadui, wanampiga, wanamsema vibaya, wanamsengenya. Lakini katikati ya shida hiyo anaambiwa usiogope. Do not be afraid. Usiogope. 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 Na neno hili limeandikwa kwenye Biblia. Wasomaji wanafahamu kila siku kuna bajeti ya usiogope. Lakini kila siku tunaogopa. Leo Roho Mtakatifu anafunuliwa kwetu, anashuka kwetu, anatuambia tusiogope. Hata kama tumeteswa na maadui, hata kama tumeonewa na maadui, hata kama tumeonyeshwa hatuwezi, lakini sisi tukiri ushindi, kwa kuwa Roho Mtakatifu anatupa ushindi wa msalaba katika jina la Yesu. Wapendwa katika Bwana, nimesoma mafundisho ya mtheolojia mmoja, na mimi ninatamani niarifai hapa. Alitukumbusha ya kwamba Wayahudi hawakuwa na sikukuu ya Pentekoste kama sisi, kama kwetu. Wao hawakuwa na siku hiyo, lakini wao walikuwa na sikukuu mbili siku ya Pentekoste. Sikukuu ya kwanza katika hii siku ya 50 tokea Yesu Kristo kufufuka, ilikuwa ni siku ambayo wanakumbuka kupokea amri 10 za Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni sikukuu kubwa
sikukuu ya Pentekoste kwao ilimaanisha siku ya kukumbuka amri 10 za Mungu walizopewa. Lakini waliitumia siku ya Pentekoste kuwa siku ya pekee ya kukumbuka siku ya mavuno kwao. Na siku hiyo ilikuwa ni siku maalum ya kutoa. Watu waliingia kanisani kwa furaha, kwa shangwe kubwa, wakiimba huku wakimtolea Mungu sadaka zao kwa furaha. Hii ilikuwa maana ya siku ya Pentekoste kwa Wayahudi. Lakini tunafahamu ya kwamba siku hii ya Pentekoste ni ya maana sana kwetu katika maisha yetu ya leo, hasa tukitafakari katika ile Matendo mlango ule wa 1 mstari wa 8, ambapo wanafunzi wa Yesu walikusanyika wakisubiri kujazwa uweza ili watawanyike wakaseme kweli ya Kristo. Ni siku ya muhimu sana. Ni siku ambayo imetufanya sisi tukawa hivi. Ni siku ambayo imetufanya sisi kuijua kweli ya Kristo leo. Na laiti Roho Mtakatifu asingelishuka kwa wanafunzi wale 12 na wale wengine waliokuwa wafuasi wa Kristo, leo hii tusingekuwa na ushuhuda wa neno la Mungu katika ulimwengu. Lakini tunao ushuhuda kwa sababu alishuka na akafanya kwetu. Neno hili linatukumbusha Roho Mtakatifu ni ushindi wetu. Tukisoma ile Zekaria mlango wa 4 mstari wa 6, anasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Wapendwa, yako mambo yanayotuumiza, yako mambo yanayotuchosha, yako mambo ambayo hayana majibu kwenye maisha yetu. Akili za 2 jumlisha 2 ni 4 na 2 mara 2 ni 4 hazifanyi kazi, zinagoma. Lakini Roho Mtakatifu aliye msaidizi wetu, aliye mwalimu, aliye kiongozi, analiletea faraja kanisa. Linainuka tena baada ya kusononeka na kuumia kwa Yesu Kristo kufa, lakini linapata nguvu mpya, linasimama tena kumtangaza Yesu Kristo. Wayahudi siku hii walitumia kutoa sadaka, na mimi natamani nitumie siku hii kukukumbusha katika masuala ambayo tunaendelea nayo ya usharika wetu, hasa katika ujenzi wa jengo letu la Sunday School. Na mimi ninatamani utafakari na mimi mstari huu wa mwisho katika kile kitabu cha Hagai mlango ule wa 1 mstari wa 1 hadi wa 10, lakini mimi nitasema mistari michache. Mpendwa, Hagai, nabii Hagai anafika mahali anaumia moyoni mwake. Anawauliza watu, je, huu ni wakati wa kuacha nyumba ya Bwana kukaa katika hali ya kuharibika? Na yeye anasema hapana, haiwezekani. Anasema basi sasa Bwana wa majeshi anasema, zitafakarini njia zenu. Wapendwa washarika wa Arusha Road, ninatamani tutumie muda mfupi kutafakari njia zetu, kutafakari jinsi ambavyo Bwana amefanya kwetu na kazi ile kubwa tulionayo. Bila msaada wa huyu Roho Mtakatifu ambaye kwa Wayahudi alimaanisha siku ya mavuno, siku ya kubeba sadaka na kuipeleka kwake. Lakini hapa anatuhimiza nabii Hagai, anatuambia pandeni milimani, ule mstari wa 8, mkalete, anasema pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Hapo mwanzo anasema mmetarajia vingi mkapata vichache, kwa sababu hatukufanya lile linalotupasa. Leo ni siku ambayo tunakumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ni kiu ya moyo wangu Roho Mtakatifu ashuke kwenye uchumi wetu, ili tuweze kupata fursa ya kuweza kumaliza ile kazi ya Bwana. Na iseme sasa, na tuseme sisi sote, hatutakubali tena kukaa katika jengo la Sunday School katika hali ya kuharibika. Tutapanda milimani, tukakate miti, tukailete miti, tuijenge nyumba ya Bwana, ili Mungu aweze kutukuzwa mahali pale,
Anasema mnakaa kwenye nyumba nzuri, nyumba zenye urembo mzuri, nyumba zenye kupendeza, lakini nyumba yangu inakaa katika hali ya kuharibika. Sijui mahali ulikokwama, sijui ni jambo gani liloko mbele yako, lakini yamkini ufunguo wako uko kwenye lile jengo, ufunguo wako uko kwenye mchango wako, ili Bwana aone sababu ya kufanya kwenye maisha yako. Na mimi nataka nikutie moyo. Leo ni siku ya Pentekoste, ni siku ya kukumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ni maombi yangu huyu Roho Mtakatifu ashuke kwenye chumi zetu, ashuke kwenye maisha yetu, ashuke kwenye afya zetu, ashuke kwenye kazi zetu, ashuke kwenye biashara zetu, ashuke kwenye kila tunachofanya, ashuke kwenye masomo yetu. Wale walioko shuleni waone mkono wa Bwana, waone majira mapya yakifunguka mbele yao, kwa sababu Roho Mtakatifu aliposhuka hakuna aliyebaki salama. Wanafunzi wale walijawa na Roho Mtakatifu, walianza kunena kwa lugha, kila mmoja kwa lugha yake. Walishukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na wewe Mungu wa mbinguni akushukie leo, ili uone sababu ya kuona neema na kibali katika majira mapya, katika jina la Yesu. Najua inawezekana ni afya yako, inawezekana ni kazi, inawezekana ni masomo, inawezekana ni jambo fulani la familia, lakini huyu Roho Mtakatifu anayeshuka kwetu leo, na ashuke kwenye jambo unalopitia. Sijui ni mahangaiko ya aina gani, lakini katikati ya hayo mahangaiko, Roho Mtakatifu ambaye ni ushindi wetu, tutembee kifua mbele. Wanafunzi waliokuwa wamesononeka, wameumia, wamehuzunika, wamefikiri sasa hakuna njia tena, ndipo wanapokea Roho Mtakatifu, wanapata nguvu mpya, wanajipiga kifua, wanasema tutatembea kwa ujasiri kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Na mimi natamani leo mtu mmoja apige kifua chake aseme, nitatembea kwa ujasiri kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Mimi sitakufa bali nitaishi kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Mimi ni mzima, sitakuwa mgonjwa kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka. Mimi nitapata kazi kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Biashara yangu itaingia kwenye majira mapya kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Kazi yangu nitapata promotion kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshuka. Nataka nikuambie, ni mashamba yako yatachanua, yatakuwa tofauti, kwa sababu hata wale waliokuwa wamezunguka Yerusalemu hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Wanafunzi walijawa na nguvu za Mungu, wakanena kwa lugha, wakasema kila mmoja kwa lugha yake, na wale walipokuja wakasikia. Walikuwa kwenye eneo lile lile. Na mimi nataka nikuambie, inawezekana uko kwenye tatizo fulani, uko kwenye eneo lile lile, lakini Roho Mtakatifu anayeshuka kwetu leo anakwenda kuyabadilisha hayo majira, anakwenda kubadilisha hizo nyakati. Hazitakuwa za kilio tena, tutaiona furaha ya Bwana katika jina la Yesu. Naomba yale maombi tuweze kumwambia Mungu jambo hapa. Roho Mtakatifu ameshuka. Umeandika maombi ya aina gani? Muamini Mungu. Chukua hatua ya kumwambia Bwana, ninakuamini wewe uliyeshuka, unipe neema, unipe uwezo wa kuvuka tena mahali ambako ninapita. Ninatamani kila mmoja asimame na anyooshe mkono wake huku mbele, ili tumwambie huyu Roho Mtakatifu kama ameshuka akafanya, kama kuna aliye kilema, aliye kiwete, ambaye hajiwezi, aliyelia siku nyingi, basi Bwana ambaye anashuka kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ajifunue kwa upya na akatupe neema mpya katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu leo tutamuomba pia, tutamtuma Roho Mtakatifu kwenye jengo letu. Tutamwambia Mungu, sasa yatosha, nyumba ile na imalizike katika jina la Yesu.
na Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuvuka salama. Tarehe 22 ikawe tarehe ya historia ya majira mapya katika usharika wetu wa kukamilisha kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu, tena ni Mungu wa uweza wa yote. Ni jambo gani lile lililo gumu la kukushinda wewe? Ewe Roho Mtakatifu, uliye ushindi wetu, umefunuliwa leo kwetu kama mshindi, ukiwa ni mwalimu, ukiwa ni rafiki mwema, ukiwa ni kiongozi, ukiwa ni msaidizi katika maisha yetu. Je, ni jambo gani lililo gumu? Baba, tunakuuliza wewe asubuhi hii ya leo, katikati ya mahitaji ya watoto wako walioleta kwenye madhabahu hii, Yesu Kristo, tunakutamka juu yake. Wale walio wagonjwa wakapokea afya, wale walio na shida na taabu, walio na mahangaiko, waliokosa pumziko, Baba wape pumziko. Wako waliozileta ndoa zao, Baba pita kwenye ndoa hizo katika jina la Yesu. Wako walioleta kazi zao, wako walioleta mashamba yao, wako walioleta biashara zao, wako walioleta watoto wao, walioleta wazazi wao, walioleta ndugu zao, waliolileta taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba, wako walioleta mahitaji mbalimbali. Kumbuka rehema paliko na ghadhabu yako, Bwana, katika jina la Yesu. Acha Roho wako Mtakatifu apite na nguvu zako, apite na uweza, apite na neema, apite na kibali, apite na maarifa, apite na ujuzi, apite na nguvu za msalaba. Thank you Jesus. Asante Bwana. Hata sasa unaweza tena. Si mara ya kwanza kutuvusha katika shida ngumu, si mara ya kwanza kutuvusha katika mauti, si mara ya kwanza kutuponya. Unaweza kutuponya tena Bwana, unaweza kutuvusha tena katika jina la Yesu. Si mara ya kwanza umetembea na usharika huu katika harambee mbalimbali, si mara ya kwanza. Hata jengo hili tumejenga kwa sababu si mara ya kwanza umejidhihirisha kwetu, na sisi tunakuamini Bwana katika jengo la Sunday School, kama ulivyotuvusha katika harambee nyingine. Hata hii katika majira na nyakati hizi wewe utatuvusha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatamka ushindi wa msalaba. Ewe Roho mwema, ewe Roho Mtakatifu, pita na vitabu tulivyopewa, pita na uchumi zetu katika jina la Yesu. Fungua malango, fungua malango. Ninaiamuru kaskazi kuachia, kusini kuachia, mashariki funguka, magharibi funguka. Ukalete utajiri, ukalete fedha, ukalete mali. Hata nyumba ya Bwana isikae katika kuharibika tena. Nami ninasimama kama nabii wa siku ya na majira haya, nikisema ya kwamba nyumba yako Bwana haitakaa katika hali ya kuharibika. Ukatupe nguvu kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, tukaikamilishe kazi hii. Kazi ni yako Bwanangu, tupe neema ya kuifanya katika jina la Yesu. Amen.